Yale makubaliano yaliyosainiwa ya ujenzi wa uwanja wa Yanga pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani jijini Dar es Salaam ni makubaliano babu kubwa, ndio unaweza ukasema hivi, lakini alimradi tu pande zote mbili, Yanga na washirika wao katika ujenzi wa uwanja huo GSM Group, kuwa tayari wana majibu juu ya changamoto ambazo huambatana na ujenzi wa miradi ya namna hii kwa mtindo wa ushirikiano wa 50-50. Ndio wakati wakisaini mkataba juu ya ujenzi wa uwanja huo, washirika hao Yanga na GSM Group ilielezwa wazi kwamba walichoamua ni umiliki wa 50-50 katika ujenzi, uendeshaji na matunda yatokanayo na uwanja huo, ambao hakika kila kitu kikienda sawa ni ukombozi wa aina yake kwa klabu ya wananchi Yanga ambayo ina miaka zaidi ya 90, lakini imekuwa haina uwanja ambao unaweza ukatumika kwa ajili ya mechi zake za ligi kuu Tanzania bara na mechi nyingine rasmi. Na hivi karibuni Yanga imekuwa ikihama kutoka eneo moja hadi jingine ya kukodi kwa ajili ya kufanya mazoezi yake, jambo ambalo pia huambatana na gharama kubwa za uendeshaji na kadhalika. Sasa Yanga wameelekea katika mwenendo ambao bila shaka unaweza ukawa mfano kwa klabu nyingine endapo itafanikiwa. Mwelekeo mpaka sasa ni excellent, uko vizuri. Ikikamilika, na matarajio ni kwamba ndani ya miezi 18 mpaka 24 itakuwa hivyo, basi huenda Yanga wakatoa mfano kwa klabu nyingine za nchini Tanzania juu ya namna gani ya kutekeleza miradi mikubwa yenye thamani kubwa ya fedha kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwenye maelezo yao juu ya 50-50, maana yake ni kwamba Yanga hawakuchukua modeli nyingine, aina nyingine za ushirikiano katika kufanikisha miradi ghali kama huu ujenzi wa uwanja. Ipo mifano mingi juu ya klabu mbalimbali duniani, pia na miradi mingine, kwamba mnachukua mfano BOT. BOT ni build, operate and transfer, kwa maana kwamba mshirika mmojawapo anakubali, ambaye mwenye eneo lake, kwa mfano anakuja mwekezaji, anajenga mradi, anauendesha, anarudisha gharama zake, halafu ndipo anahamisha na kurejesha kwa mwenye eneo lake. Yanga na GSM hawakuchukua hiyo, kwa sababu pia pengine waliona, na ni dhahiri kwamba kwenye changamoto zake ni kwamba Yanga ingebidi watulie, GSM akishamaliza kujenga auendeshe, anufaike, arudishe fedha zake, ndipo urejee kwenye miliki ya Yanga, ambayo pengine ingeweza kuchukua miaka 20, miaka 30 na kuendelea kulingana na makadirio ya kimradi. Lakini Yanga na GSM wakaona la hasha, wachukua 50-50, ambapo kuanzia siku ya kwanza faida yake ni kwamba Yanga watakuwa ni sehemu wanufaika kama ilivyo kwa GSM kupitia uwanja huo. Lakini vile vile faida ni kwamba kwenye uendeshaji, zile complications zitakuwa na wataalamu juu ya kutunza uwanja, maintain, tunasema kuendesha, marketing, masuala ya masoko ili uingize fedha. Hizo zote Yanga watakuwa waumizi kichwa, kwa sababu mshirika wao amewekeza fedha za kutosha, na bila shaka tutahakikishia kuwapo kwa wataalamu katika kuhakikisha kwamba mradi unalipa. Lakini faida nyingine kwa Yanga ni kwamba biashara yoyote hii, hali gani itakuja kutokea, pakitokea hasara yoyote, ile risk kwa kiasi kikubwa maana yake inapungua kwa Yanga kama klabu. Kuna mambo mengi kama faida, lakini zipo pia changamoto zake ambazo bila shaka pande zote mbili wameziangalia kuone itakuwa vipi. Ni uwanja wa kisasa kadiri ya michoro ilivyoonekana. Kama utatekelezwa kwa 100%, maana Yanga itakuwa sio tu klabu yenye uwanja wake, lakini ni uwanja wa kisasa, uwanja ambao unashindana na viwanja vingine bora barani Afrika kutokana na usasa wake. Ilielezwa kwamba itakuwa na uwezo wa kuchukua mashabiki 20,000. Maana Yanga itakuwa na uwezo wa kuongeza wigo wa mapato kutokana na mechi zake, lakini vile vile kujiingizia fedha kutokana na shughuli mbalimbali, matamasha na kadhalika kupitia mradi huu. Kuna mengi mazuri. Mwingine anaweza kujiuliza, mfano kama huu kwenye klabu umeonekana wapi? Hakika mifano iko mingi. Mojawapo ni Bayern Munich. Yaani Yanga kile ambacho inafanya na GSM ni kama vile walivyofanya mradi wa Bayern Munich ya kule nchini Ujerumani, mabingwa wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga. Wao mambo yao ni mazuri. Mafanikio yao katika eneo la uwanja yanatokana na mradi ambao ulihusisha partnership kama hii ya 50-50. Ukumbushia tu ile kwa vipi. Mwaka 2001
jiji la Munich lilipata haki ya kuandaa fainali za kombe la dunia ambazo zilikuwa zinafanyika mwaka 2006. Sasa Bayern kwa kushirikiana na 1860 Munich, klabu hizi mbili zikashirikiana 50 kwa 50 kujenga uwanja wenye kukidhi vigezo vya FIFA katika kuandaa fainali za kombe la dunia. Wakagawana. Kwa lugha nyingine, gharama za kukamilisha mradi zilikuwa nafuu kwa klabu zote mbili. Wakakamilisha uwanja huo na hatimaye wakawa wanautumia kwa pamoja. Mambo mazuri, ndio uwanja wa kisasa kabisa ukiwa na mabango kwa wakati huo, mabango yenye ya kielektroniki uwanjani na kadhalika. Kwa hiyo makubaliano yao, majukwaa ya kusini yalikuwa ni kwa ajili ya Bayern Munich, alafu majukwaa ya kaskazini yalikuwa ni kwa ajili ya 1860 Munich. Ni klabu mbili tofauti washirika katika mradi huo. Bahati mbaya sana kwa 1860 ni kwamba 2006 walikumbwa na changamoto za kifedha. Matokeo yake ikabidi washindwe hata kugharimia kutoa share zao kwa ajili ya gharama za maintenance na kadhalika. Mambo yao yaliumba kifedha, kwa sababu hiyo wakalazimika kuuza share zao, hisa zao kwa mshirika wao Bayern Munich. Na ikumbukwe wao ni Bundesliga tu, wako ligi ya Championship, wakati Bayern Munich wapo ligi kuu Bundesliga. Tofauti ya kifedha baina yao ni kubwa. Bayern Munich wakanunua hisa zote mwaka 2006 na hivyo umiliki wao ukawa 100%. Mpaka sasa Bayern Munich wanaenjoy mambo safi, kwa sababu uwanja unawalipa. Kati ya vyanzo vyao vya mapato vikubwa wanavyovitegemea na kuwa miongoni mwa klabu kubwa duniani ni pamoja na uwanja wao wa Allianz Arena ambao waliujenga kwa pamoja kwa kampuni waliounda kwa pamoja wao na 1860, lakini hivi sasa wanamiliki kwa 100%. Yakadiriwa hivi sasa uwanja huo thamani yake ni euro milioni 500. Mambo mazuri, unaingiza fedha. Na pia ile sense of ownership imekuwa kwa 100%. Maana yake ni kwamba mambo yote wanajipangia wenyewe Bayern Munich. Sasa kwa Yanga, makubaliano yao na GSM Group 50 kwa 50 ndio mfano wa hiki cha kilichotokea kati ya Bayern Munich na 1860, ambapo tunaona Bayern Munich mambo mazuri, so far so good. Lakini changamoto ni pale ambapo mshirika mmojawapo anakuwa na hali kama 1860, kwamba mnapokuwa mnakamilisha mradi wa ujenzi wa uwanja kwa 50 kwa 50, changamoto huwa ni pale ambapo mnakuwa mjipanga vizuri, kwa mshirika mmojawapo anapokuwa na hali duni kifedha, huwa kuna changamoto ambazo bila shaka GSM Group na Yanga watakuwa wameshazipatia majibu kabla ya kuingia dili hii. Maana ikumbukwe, Yanga eneo ardhi wametoa wao, ina thamani kubwa pale Kariakoo jijini Dar es Salaam, lakini GSM Group wametoa fedha nyingi, wamejicommit kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Kwa hiyo ni win-win situation mpaka sasa. Changamoto nyingine ni pale ambapo unafahamu 50 kwa 50 huu ni mradi endelevu. Sasa athari zake ukiondoa zile faida ambazo tumetoka kuzitaja ni kwamba kwa mfano GSM Group wanaamua kuuza hisa zao, halafu wakataka kumuuzia mtu ambaye au mshirika ambaye Yanga hawamtaki. Hizi ni changamoto ambazo zinajadiliwa katika maeneo mengine katika arrangement hii ya 50 kwa 50, ambayo bila shaka hizi tunazitaja, lakini Yanga GSM Group katika vikao vyao mbalimbali wakitumia wataalamu mbalimbali wameangalia maeneo yote hayo, faida na changamoto, na bila shaka faida zimekuwa nyingi zaidi kama ambavyo zinajidhihirisha wazi. Mradi huu utaanza kwa mapema na kukamilika kwa wakati ili kutoa somo kwa klabu nyingine kuona namna gani ya kufanikisha miradi ya namna hii ya fedha nyingi. Yanga kwa mradi huu kikamilika ni kama Bayern Munich. Matarajio ni kwamba haitakumbana na changamoto kama za 1860 Munich, mshirika wa Bayern Munich katika kukamilisha uwanja wa Allianz Arena kama nilivyotoka kueleza.